Bwana, karibu katika ulimwengu wa taarifa za burudani kutoka ndani na nje ya nchi. Naam, Diamond Platnumz kwa sasa ni jina ambalo linavutia mjadala mkubwa sana anapotua katika ardhi ya nchi nyingine yoyote ile. Safari hii mjadala huu umetua Uganda baada tu ya kudaiwa ya kwamba ameweza kulipwa milioni 750 za Uganda, sawa na zaidi ya milioni 600 za Kitanzania, kwa kushiriki kampeni ya kahawa katika nchi ya Uganda kupitia tamasha la Coffee Marathon. Lakini ni nani aliyepinga? Ni wasanii wenyewe wa Uganda. Ali Antonix alijawa na hasira sana na kuandika kwenye ukurasa wake wa X akisema kwamba na wanakuja kunipa chini ya dola 1000, nikikataa wanasema wanajifanya, milioni 750 UGX. Akaeka alama ya kuuliza fulani hivi, acheni ujinga. Yaani hii hapa ni statement ambayo aliweza kuiweka pale akisema kwamba wanamlipa kupitia show yake, wanamlipa dola 1000, then Diamond Platnumz anapewa milioni 750 za Uganda. Inasemekana kwamba akikataa wanamuona ya kwamba yeye anaringa, then akamaliza akasema achieni ujinga. Lakini pia Kenzo naye hakuficha hisia zake, akiwa ni mmoja wanaotumbuiza katika tamasha hilo. Alikuja kusema kwamba walimpa Diamond Platnumz hadhi ya kifalme, jet binafsi, kipaumbele kwenye sound check. Sisi tunapewa hela ya mafuta tu, ilikuwa kama sisi si wasanii. Kauli hizi zimewasha moto sana mitandaoni. Watu wengi wamejitokeza kuchukua upande, kila mmoja akichukua upande wake. Wapo ambao wanasema ni aibu sana kwa serikali kutumia fedha nyingi kwa mgeni, lakini vipaji vya ndani vikipuuzwa. Wengine wanaona kwamba ni hatua nzuri ya kuonesha kwamba Uganda ipo tayari kuuza bidhaa yake kwa nje kwa kutumia sura ambazo zinatambulika kimataifa. Lakini haya si malalamiko ya Uganda peke yake. Let's go tukaone kuna nchi gani nyingine ambayo ilishawahi kukumbana na mchongo kama huu kwa Diamond Platnumz. Nchi ya Kenya, msanii Willy Paul maarufu kama Willy Pose aliwahi kulalamika vikali sana kwenye Furaha City Festival, akidai kwamba alipunjwa malipo licha ya kuwa mmoja wa wasanii ambao wanavutia sana umati pale nchini Kenya. Alikuja kuandika akisema kwamba ni aibu kubwa sana, mnawalipa wageni milioni, sisi mnatuachia vifuta jasho. Hii ni dharau kwa muziki wetu. Hii hapa ya Willy Paul tunaikumbuka vizuri kabisa pale Furaha City Festival, moja katika michongo ambayo ilizua gumzo kubwa sana. Lakini pia katika nchi ya Uganda, msanii mkubwa ambaye anajulikana kama Shatta Wale alionekana kuguswa sana kwenye birthday ya bilionea maarufu, ambapo Diamond Platnumz alialikwa kutumbuiza kwa malipo makubwa sana, huku Shatta Wale akiwa kama msanii msaidizi. So ingawa hakusema kwamba moja kwa moja, ujumbe wake kwenye mitandao ulikuwa ni wakejeli sana, wakisema kwamba wageni wanaopewa kipaumbele kuliko nyumbani. Tunaona kabisa katika hii show Diamond Platnumz alipewa kipaumbele kabisa kama msanii wa kwanza, yani msanii ambaye alipewa kipaumbele zaidi, lakini Shatta Wale aliwekwa kama msanii msaidizi, yani aliwekwa akiba fulani hivi. Sasa swali linaibuka, je, ni kweli Diamond Platnumz analipwa hivi kwa sababu tu ni Mtanzania au kuna zaidi? Baada ya Kenzo kulalamika upendeleo katika tamasha la Coffee Marathon lililompa msanii wa Tanzania Diamond Platnumz kipaumbele, Bebe Cool ameibuka na mtazamo tofauti kuhusu sakata hilo. Hata hivyo, Bebe Cool aliwashauri wasanii kama Kenzo kutazama jambo hilo kwa jicho la kibiashara, sio jicho la kihisia. Alikuja kusema kwamba ni uwezo wako wa kujadiliana na thamani unayoweka kwa pesa ya mteja wako, alisema Bebe Cool. Akiwa kwenye kipindi cha NTV The Beat, Bebe Cool aliendelea kusema, nakumbuka nilipokwenda kwenye mazungumzo ya mradi Watu Bonga Nawe na NRM, nilisema wazi kiwango changu. Rais alisema kama naweza kutekeleza atanipa hicho kiasi. Thamani yako ndio inazungumza, akiwa na maana ya kwamba thamani ya Diamond Platnumz ndio kitu ambacho kiliweza kuzingatiwa. Diamond Platnumz ana zaidi ya wafuasi milioni 20 mitandaoni. Ana video ambazo zinapata mamilioni ya views ndani ya saa chache tu. Amefanya collab na mastaa wakubwa kabisa duniani kama Ricky Ross, Alicia Keys, Neo, Omarion, wakina Morgan Heritage. Amekuwa na headline ya matamasha kutoka Dubai, London hadi Johannesburg. So ni moja katika wasanii ambao wamefanya makubwa sana duniani. Hivyo unapomleta kwenye tukio lako, huleti tu msanii, unaleta media attention, brand coverage pamoja na impact ya kibiashara. Ndio maana analipwa hela nyingi zaidi, soko linamlipa kwa thamani yake. Wale ambao wanalalamika wana hoja nyingi sana za msingi ya kwamba wasanii wa ndani pia wanahitaji heshima, wanahitaji thamani kubwa. Lakini ni hoja ambayo inapaswa kuelekezwa kwa serikali, waandaaji pamoja na mfumo wa sanaa wa nchi hizo. Wasanii wa ndani wanatakiwa wapewe jukwaa, wanatakiwa waandaliwe biashara ili nao wafike kiwango cha juu zaidi cha kudai mamilioni.
Diamond Platnumz ameweza kufika alipo kwa sababu tu ya kazi ngumu, kujituma, nidhamu pamoja na maono ya mbali. Alianza kama kijana wa Tandale, leo ni CEO wa Wasafi, anamiliki radio, anamiliki TV pamoja na studio ambayo ina mamia ya wafanyabiashara. Jina lake limekuwa ni kampuni. Kumlaumu Diamond Platnumz kwa kulipwa vizuri ni sawa na kumlaumu Ronaldo kwa mshahara wake mkubwa badala ya kumuuliza kwamba alifanya nini hadi kufika kiwango hicho. So tunaona kwamba Diamond Platnumz vitu ambavyo aliweza kuvitengeneza, the way ambavyo aliweza kutengeneza thamani yake, aliweza kutengeneza kwa asilimia kubwa sana, yani kwa kiasi kikubwa, kiasi cha kwamba hata ukimuita katika show yako ni lazima umlipe mkwanja mmoja mrefu sana, tofauti na wasanii wengine ambao kwa sasa wanalalamika katika nchi hizo tofauti. Na hii hapa ni changamoto kwa wasanii wote wa Afrika. Badala ya kulalamika kwa nini hawalipwi kama Diamond Platnumz, waanze kuuliza, je, mimi nimewekeza kiasi gani kwenye brand yangu? Nimejitangaza vipi nchi ya mipaka ya nchi yangu na vitu vingine kama hizo hapo? Nimeweka nidhamu gani kwenye kazi yangu? Ni kweli sanaa ni passion, lakini pia ni biashara, na kwenye biashara nzuri hulipwa vizuri. Leo ni Diamond Platnumz, kesho anaweza kuwa msanii mwingine yoyote kutoka Uganda, kutoka Kenya, kutoka Ghana ama Nigeria. Iwapo ataamua kujenga jina lake kwa kiwango cha juu, kiwango cha kimataifa, basi ataweza kufanya mambo makubwa zaidi. Wasanii wa ndani wanahitaji support, lakini pia support hiyo haina maana ya kuwazuilia wale ambao wameweza kutangulia kung'aa. Wote wanapaswa kusukuma mbele kwa pamoja zaidi. Moja katika michongo ambao watu wengi wanaifikiria pale kutoka pale mtaani, wakisema kwamba thamani ya Diamond Platnumz ni thamani ambayo aliweza kuitengeneza tangu kitambo sana. Na kwa wale ambao wanafikiria kwamba Diamond Platnumz anajifanya star kupita kiasi, ukweli ni kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akainua sekta yako bila staili, bila hadhi, bila kusimama kama nembo. Hii ndio somo kutoka kwa Diamond Platnumz. Tatizo si Diamond Platnumz, tatizo Diamond Platnumz ni kioo. Tunaweza kujiangalia humo na kuona namna ambavyo mafanikio ya sanaa yanavyojengwa hatua kwa hatua. Anacholipwa leo ni matunda ya miaka 10 iliyopita na kujenga jina lake, brand, nidhamu pamoja na kuvuka mipaka. Kwa hiyo kabla ya kumlaumu, jiulize jina lako lina thamani kiasi gani? Hebu tuambie hapo katika uwanja wa comment. Ni kitu gani ambacho unaweza ukafikiria? Unahisi kitu ambacho kinafanya Diamond Platnumz kulipwa hela nyingi zaidi ni nini? Na unahisi ni kwa nini wasanii wengi kutoka nje wanapenda sana kulalamika kuhusu mchongo wa Diamond Platnumz kulipwa mkwanja mrefu kupitia show ambazo wanafanya? Ulikuwa nami official Genius G21 Time G21 TZ, na huu hapa ndo mwisho wa hii mchongo wetu. Unaweza ukaniambia hapo kwenye uwanja comment chochote, na hii hapa ni G2 Media.